Israeli Mgaya, nimemaliza kidato cha 4 BC kwenye University hapo Ukonga Skifu mwaka 2024. Namshukuru Mungu nimefanya vizuri. Nimepata division 2 na B3 na C3. Nimesoma masomo ya arts. Kwanza kabisa niseme mimi kwa sababu nilishafanya mtihani huko nyuma. Wakati niko nasoma kwenye shule zile za kata. Nilifanya mtihani nikapata 4. Nilipata D moja tu. Ya Kiswahili, masomo mengine yote yalikuwa F. Baada ya kuja Ukonga, namshukuru Mungu nilikutana na walimu wazuri sana ambao wanajua kufundisha na kulea. Kwa hiyo wakanisaidia na nimeweza kubadilisha kutoka kwenye 0 mpaka kwenye 2. Ni Israeli Mgaya. Kweli nilifanya mtihani wa kidato cha 4 kwa mara ya kwanza mwaka 2012 Masasi Mtwara. Wakati huo nilifeli nikapata kwa 34, nilikuwa na D moja tu ya Kiswahili. Na baada ya hapo nikakaa muda mrefu sana mtaani. Takriban miaka kama 12, sababu kutoka 2012 mpaka 24 mpaka 12. Kwa mwaka 2024 nikaja Ukonga Skifu kuja kurisiti. Nikarisiti hapa kwa mwaka mmoja, maana kwa sababu nimekaa muda mrefu ilibidi nisome kuanzia form 1 mpaka form 4 kwa mwaka mmoja, kwa sababu yote yanatoka NECTA. Kwa hiyo nikapitia madarasa yote kwa mwaka mmoja. Na nashukuru Mungu nikapata 2 ya 20 mwaka 2024 kwenye mtihani wa PC. Nikaona nije niendelee hapa kidato cha 5 na cha 6 kwa mwaka mmoja. Nikaja hapa mwaka 2025 nikaanza kidato cha 5 na cha 6 ambao sisi tumefanya mtihani mwaka huu wa 2026. Namshukuru Mungu matokeo yamekuja vizuri kama alivyotangulia kusema mkuu wa shule. Nina 1 ya 8. Kufikia kupata 1 ya 8 si bure. Kuna jitihada kubwa sana ambazo zimefanywa na shule ya Ukonga Skifu. Mahali hapa uongozi wa shule ni mzuri sana, tukianza na muasisi wetu Satabaro, lakini pia mkuu wa shule na walimu wote kwa ujumla wameonyesha moyo wa kujitoa kutusaidia. Walikuwa wanafika hapa mapema sana. Saa 12 asubuhi tayari tuko darasani. Tunasoma, lakini mpaka giza inaingia walimu wanatusaidia ili kwamba tuweze kupata matokeo mazuri. Sio tu kufundisha, lakini pia semina mbalimbali, ushauri na mambo mengi sana wametusaidia hata tumeweza kufikia kwenye matokeo. Kwa haya matokeo tunamshukuru Mungu kwa msaada wake alipotuwezesha. Na ushauri wangu, msome kwa bidii, lakini nidhamu ni kitu ambacho kitakusaidia sana kuweza kufanikiwa. Wasikilize walimu. Walimu wanakuambia mambo yatakayokusaidia. Useme mwalimu anakuambia kitu hana lengo la kukupoteza. Lengo lake kufikie mafanikio. Kwa hiyo akiwa anakuonya kuacha tabia fulani acha. Akiwa anakuelekeza kwenye kitu fulani cha kufanya ili uweze kufikia hatua nzuri, hebu sikiliza. Nidhamu itakusaidia kuweza kufikia matokeo mazuri, lakini soma kwa bidii, tegemee Mungu, utafanikiwa.